Lakini dhana hii ya ukarimu kwenye maeneo mengi haswa ya wageni, mimi nimeshuhudia polisi wetu katika ngazi mbalimbali ikisimamiwa kwa ubora sana. Sisemi kwa sababu ndio mkoa wangu, lakini nimepita maeneo mengi, lakini hapa kuna ubora wa juu kidogo ambao nina ushahidi nao. Na mimi naamini mkataba huu tulioingia leo, polisi na chuo cha utalii, itachangia sana kwenye kuharakisha haya maboresho. Na mimi najua dhana hii haitaishia tu kwa ajili ya utalii, lakini hata kwenye kazi za kawaida za kila siku za jeshi letu la polisi, dhana hii itasaidia sana na itaendana na maboresho na dhana ile ya maboresho kwenye jeshi letu la polisi, ambayo tayari tunashuhudia mambo makubwa yakifanyika. Lakini niseme tu vile vile jambo hili litasaidia sana, kwa sababu sekta ya utalii kama tulivyoambiwa hapa na takwimu zimetolewa, nisingependa kurudi kwenye takwimu, tayari sekta ya utalii inageuka kuwa sekta kiongozi kwenye kuchangia kwenye maendeleo ya taifa. Lakini mimi naamini, sijawahi kwa uzoefu wangu wa dhana za kimaendeleo na ulinzi na usalama, sijajua mpaka uko wapi kati ya maendeleo na ulinzi na usalama. Siku zote naona kama ni kuku na yai, kwamba ukikikosa kimoja hakina muujiza wa kupata maendeleo. Ukimkosa kuku huna yai, ukikosa yai huna. Kwa ninachokiona hapa ni ukamilishaji wa dhana hii, na katika namna zozote zile za strategia za maendeleo na ulinzi na usalama, ukikosa kimoja huna kingine. Na kwa leo jeshi la polisi limekuwa mfano wa wazi, na hata wenzetu walioendelea, utaona dhana za ulinzi na usalama ziko kwenye kila sekta, kwa sababu bila utulivu, bila amani, hakuna namna kuna chochote, mchakato wote wa maendeleo utafanikiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa IGP, nikupongeze sana kwa polisi kuwa mfano, kwa sababu sasa itatuondoa kwenye ile picha ya kijamii ya kudhani kwamba ulinzi na usalama ni swala ambalo limejitenga. Hapana, leo hii ni ushuhuda kwamba ulinzi na usalama ni dhana ambayo inahitajika kwenye kila eneo, na wakati huu ambako Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza kuifungua nchi, kuvutia uwekezaji. Kila mwekezaji sisi tunayekutana naye lazima atizame dhana ya ulinzi na uhakika wa utulivu kwenye nchi. Na mimi najua katika watu wa mstari wa mbele ambao wana wajibu ni jeshi la polisi. Kama ambavyo imetajwa, jeshi la polisi ndio wako mbele. Na wakati mwingine Mheshimiwa IGP, bahati nzuri mimi nikiri, Mheshimiwa IGP ni mtu tumekuwa wote maeneo mengi. Wewe unajua, mimi kila siku nasema, nikisikia polisi wanalaumiwa, nasema siku wakiacha kulaumiwa manake hawako kazini. Sasa sijui kama dhana yangu ni sahihi, sitaki kuhalalisha ninavyofikiri mimi binafsi, kwa sababu polisi ndio watu pekee ambao wanatakiwa kuwa kila sehemu kwenye mfumo wetu wa ulinzi na usalama. Mifumo mingine ya ulinzi na usalama ina maeneo wanaotakiwa kuwepo kwa utaratibu. Polisi hakuna utaratibu wa kusema polisi awe wapi. Yaani hata hapo mtu tusinge kuwepo polisi kwa wengine. Mtu akapoteza simu, cha kwanza anafikiria kutafuta polisi.
Wakati mwingine mtu anapoteza kitu akiwa ndani amejifungia na mke wake na watoto, bado anaanza kutaja polisi. Alafu tunamtegemea polisi atoke huko alikotoka, afike kwenye nyumba ile na atende muujiza wa kujua kile kilichopotea kimepoteaje. Sasa pale ukianza kumwambia baba mwenye nyumba, hebu niambie, hebu njoo kituoni utoe maelezo, kwa mtu asielewa sana ataanza kulalamika, wakati kakuita mwenyewe umsaidie kupata kile kilichopotea. Kwa hiyo polisi wakati mwingine ni kwa sababu ya nature ya kazi yenyewe, kwamba yeye ndio anaonyesha dola, anaonyesha serikali, anaonyesha huduma ya jamii wazi wazi kila wakati na anaonekana. Kwa hiyo mimi naamini maboresho haya yatatusaidia sana, lakini ni shukuru kwa niaba ya wana Arusha, jambo hili kufanyikia Arusha. Sisemi kwa sababu ni mkuu wa mkoa, lakini sidhani kama kulikuwa na eneo lingine mwafaka sana zaidi ya Arusha, kwa sababu wataalamu watasema taarifa ndogo ambazo sina uhakika nazo sana, naambiwa kwamba zaidi ya 80% ya shughuli za utalii nchini zinafanyikia Arusha. Hata kama mtalii anashuka Kia anaenda Serengeti, atapita Arusha. Hata kama halali Arusha, ataanza kupata huduma ya kituo chetu kilichopo King'ori cha polisi utalii. Atasimama hata Mount Meru kunywa maji hotel, atasimama hata Karatu kujaza mafuta, atapita hata kwenye ofisi za kampuni ya utalii wakala kubeba tour guide ili wakwenda naye mbugani. Kwa hiyo kufanyia tukio hili Arusha, naamini ilikuwa ndio sehemu stahiki